Niambie. Sawa. Kwanza kabisa tuzungumzie kile ambacho kilitokea kule jana. Kupata sare ya moja kwa moja dhidi ya Mtibwa. Mambo yalikuwaje kule, lakini ratiba ikoje sasa baada ya kikosi kuwasili Dar es Salaam? Kwanza kuhusu mchezo wa jana, tumepata alama moja na mchezo of course tulitengeneza nafasi za kuweza kuimaliza ile mechi mapema. Tungeweza kufunga goli 2, goli 3, lakini ndio football. Football sometimes unaweza kucreate nafasi na usizitumie hizo nafasi kwa maana ya ufanisi wake, na mpinzani unacheza naye ukiamini yupo mwishoni kabisa kukata pumzi yake ya mwisho, akatengeneza nafasi moja akaitumia, mambo yakabadilika. Kwa hiyo ni sehemu ya football, japo kwa sisi Young African Sports Club hatuhesabu dakika 90 za jana, tunahesabu mwendelezo wa timu. Nimekuwa mkweli toka jana, si jambo la kawaida kwa Young Africans kuchukua sare 3 mfululizo. Na hapo usiitazame Yanga, mtazame bingwa mtetezi. Tazama timu ambayo ndio kioo cha mpira wa Tanzania inakwenda sare 3 mfululizo. Hii imetupa picha sasa, baada ya mzunguko wa kwanza kumalizika, viongozi wanakwenda kukutana kama ilivyokuwa kawaida yao, wakafanya tathmini ya timu. Tathmini hii tunaifanya bila kuweka mihemko yoyote. Ni tathmini ya kiufundi, kuangalia maeneo ambayo tumefanya vizuri kwa mzunguko wa kwanza, lakini namba 2, kuangalia maeneo ambayo yanahitaji kuboreshwa kwa ajili ya mzunguko wa pili. Hii ligi ni marathon. Mzunguko wa kwanza una mechi 15 tu. Kuna mechi 15 nyingine za kuchezwa huko mbele. Tafsiri yake ni kwamba unaweza kuwa unamaliza mzunguko wa kwanza unaongoza ligi, lakini usipochanga vizuri karata zako, unaweza mzunguko wa pili ukawa uko nafasi ya 4, nafasi ya 5. Kwa hiyo tunamaliza mzunguko tunaongoza ligi na kwa ni pointi 1. Of course ni nzuri from last season kuja msimu huu. Last season muda kama huu tulikuwa nafasi ya 2. Aliyekuwa anaongoza ligi alikuwa ametuongoza kwa tofauti ya pointi 2 au 1 kama sikumbuke vizuri, lakini tulikuwa nafasi ya 2. Msimu huu tumeshika nafasi ya kwanza baada ya mzunguko wa kwanza kumalizika, lakini kuna maeneo ambayo viongozi lazima waketi wafanye tathmini yao, wapi tunakwenda kuimprove kama team na wapi tulifanya vizuri tupongezane. Na tayari Dar es Salaam siidi leo. Leo ndo idi ya wakubwa leo. Leo ndo idi ya wakubwa. Leo ndo idi ya wakubwa. Kwa hiyo tunakwenda kufanya tathmini hiyo na majibu yatapatikana. Uzuri tuna viongozi ambao kwanza wanajua mpira na interest yao namba 1 ni kuhakikisha timu inafanya vizuri. Kwa hiyo tutakwenda kufanya tathmini hiyo kwa kina, wanachama, mashabiki wao watulivu. Tathmini inayofanyika hapa ni ya kuhakikisha mzunguko wa pili tunarudi na taswira tofauti tuweze kutetea ubingwa wetu. Baada ya kurejea hali, tuambie kikosi, kwa sababu sasa hivi kuna kalenda ya FIFA, timu ya taifa inakwenda kucheza kule michezo ya kirafiki. Tuambie ratiba sasa ya kikosi. Wako wachezaji ambao wameitwa kwenye majukumu yao ya timu ya taifa na wako wachezaji wamebakia. Hawa waliobakia wamepewa mapumziko. Meneja aliniambia hapa ikifika usiku atanipa ratiba kamili, lakini kuna mapumziko yametolewa hapa, nafikiri hatazidi siku 3 kwa wachezaji kidogo waka refresh. Michael alikuwa na ratiba back to back hapa, waka refresh, alafu baadaye ratiba sasa ya timu itakuja. Mapumziko ni kama siku 10 na hivi, kwa hiyo sio mapumziko marefu sana. Pumzike kidogo alafu warudi tuje na akili mpya ya mzunguko wa pili inshallah. Baada ya matokeo ya jana hali, kuna watu tumeona wana post nyingi sana kumhusu kocha wenu wa Yanga, ukimzungumzia kwa mengi kwamba pengine safari yake inaweza ikawa mwisho baada ya kupata sare za mfululizo hivi. Kauli yako ni ipi kama kiongozi? Hayo sasa ni maoni, ni maoni ambayo yanatolewa na wanachama, tolewa na mashabiki, yanatolewa na wadau wetu wa klabu yetu ya Young Africans. Uongozi una nafasi ya kuchakata maoni hayo. Maoni ambayo yataonekana yanatija kwa wakati ambao tuko nao yatafanywa kazi. Maoni ambayo yataonekana yanatija lakini wakati tuliokuwa nao hauruhusu yatawekwa pending, na maoni ambayo yataonekana hayana maana yataachwa. Ndio sifa ya viongozi ambao tuko nao. Kwa hiyo wote wanaotoa maoni hao hawakosei, kwa sababu ni maoni na ni haki yake. Mtu anatazama kitu anatoa maoni, na sisi hatuja block watu kutoa maoni. It's okay watu na mtu anayetoa maoni hawezi kuwa adui. Mtu anayetoa maoni maana yake anakutakia kheri. Mtu mbaya ni yule ambaye ana maoni positive na anayaficha. Ndio lakini mtu kama ana maoni positive na anayafikisha kwenye njia sahihi kwa maneno sahihi,
basi kama yana nafasi ya kufanywa kazi kwa wakati uliokuwa nao yatafanywa kazi na yatakuwa na matunda positive kwa timu yetu. Na hayo maoni ambayo yanazungumza kwa baadhi ya wachezaji ambao watu wanaona kama wanaweza wakacheza lakini hawaoni wakicheza sasa hivi kwenye kikosi. Ndio yote hayo sasa maoni ambayo uongozi unayasikia, unayaona, unayachakata na utakuja na majibu yake. Unajua issue za ufundi hazipo kwa CEO, hazipo kwa rais wa timu, hazipo kwa makamu wa rais, hazipo kwa mjumbe wa kamati tendaji. Issue za technical zote zipo chini ya benchi la ufundi. Kwa hiyo viongozi kazi yao wao ni kupokea ripoti ya benchi la ufundi. Kwa hiyo kama hivi imeisha mzunguko wa kwanza, kuna ripoti itakuja. Bado tumecheza michezo mingapi, tumeshinda mingapi, pata sare ngapi, tumefungwa mingapi, hatujafungwa. A'udhu billahi minashaitani rajim, Mungu aepushe. Hatujafungwa. Kwa hiyo sare ngapi, tumeshinda ngapi, performance ya timu ikoje, dakika za wachezaji waliocheza, contribution ya kila mmoja kwenye timu, kwa nini hawa walikuwa wanacheza sana, kwa nini huyu anacheza sana, kwa nini huyu anacheza kabisa. Ndio report za technical. Kwa hiyo hizo zinachukuliwa zinakuja kwa viongozi sasa. Alafu wao ndio wanazichakata na wao wanaweka maoni yao. Kwa hiyo yote ambayo yamezungumzwa hayo yana sehemu yake ya kufanyiwa tathmini. Na tathmini ikifanyika, naamini itakuwa tathmini ambayo ina majibu positive ya kuitoa timu yetu hapa ilipo kwenda. Unajua uzuri ni kwamba sisi tunapitia kipindi kidogo hapa cha upepo mbaya hivi, upepo mbaya, lakini kinachotupa nguvu ya kusogea mbele, sisi tunapitia upepo mbaya, wanaotufukuza nyuma wote kama wameshavurugwa. Hiyo ndio kidogo inatupa unafuu, yani kwamba kuna Yanga ambayo inapitia upepo mbaya, lakini Yanga hiyo haijafungwa na Yanga hiyo inaongoza ligi. Yanga hiyo upepo mbaya, ngao kuna watu timamu nyuma huko. Tulikuwa tuko nafasi ya pili ya tatu sasa hivi. Sio naelewa vizuri Kuna watu wamevurugwa zaidi yetu huku nyuma. Kuna watu huku nyuma hawaeleweki kabisa. Ndio maana licha ya upepo mbaya hapa, licha ya upepo mbaya ambao tunaopitia, bado tuko nafasi ya kwanza. Sasa hiyo inatupa sisi namna ya kuweza kutathmini msimu vizuri. Kama tungeweka jitihada vizuri kwenye hii michezo mitatu, maana yake tungepumzika mzunguko wa kwanza tofauti ya point bani 8 au 9. Kwa issue sio watu hao walovurugwa chini, hawa watuumizi kichwa. Issue ni namna gani tunaweza kuongeza hiyo gap na tuweze kutetea ubingwa wetu tukiwa salama zaidi. Kwa hiyo ndio maana nakwambia ni muhimu, na wanachama tutakuja kuwajuza na wataona uzuri wanachama wanachokihitaji wao, timu ipate matokeo mazuri. Hapa tulioyapitia haya sio maisha yetu Yanga Afrika. Yaani sisi hatuwezi kukaa tukaanza kudanganyana. Haya sio maisha yetu kabisa. Sisi Yanga hatuwezi kula pilau la Idi tumekunja sura. Yaani tumekula jana ubwabwa wa Idi saa 12 ile sura zimekunja kweli kweli. Hayo sio maisha yetu. Leo tunakula Idi pili ubwabwa leo tena kwa kuomba sana. Haya sio maisha yetu. Uzuri viongozi wako imara, wanaona where to improve, wafanye kazi. Naamini second round Yanga itakuja katika maisha yake. Ndio maana nakwambia Yanga haijifananishi na watu waliovurugwa huko nyuma. Yanga inajifananisha na Yanga yake iliyopita. Ikifika stage Yanga tukaanza kutazama timu nyingine Tanzania kama ndio kioo, hapo itakuwa kwenye anguko kweli. Lakini kama tunajiangalia wenyewe tulipotoka, tunapokwenda wenyewe, basi hiyo haitupi pressure kubwa sana. Mbaya ni ile kwamba unapitia upepo mbaya alafu kuna mtu anafanya vizuri. Lakini unaona maisha yalivyo, Yanga tupo kwenye upepo mbaya lakini bado hatuko vibaya. Si ndio Kwa sababu gani? Kuna watu wamevurugwa zaidi huku nyuma yetu ambao hawana chochote cha kufanya. Yaani kama mzunguko wa kwanza Yanga hii imeenda hivi na haijateremka kileleni. Sahau Yanga kushuka pale juu. Tulikuwa tunaona mimi sijachoka. Nani amechoka? Kuchoka amechoka nani? Choka Duke Abuya. Amechoka. Naenda wapi mimi? Kama upajui kwangu maana yake hatujai kwenda. Sinza ipi? Lazima unitajie kwangu ndo tuende. Kama upajui maana yake wewe hatujai kwenda, unaenda kuniteka wewe. Maisha yamebadilika sasa hivi, majitu. Sasa ushangaa umpakia dereva hapa njia nzima. Kwa nini tufunge magoli? Sasa mimi na kwa nachagua dereva.